Hello, habari. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali ya kiasili katika mazingira yetu ya Kiafrika pamoja na maeneo ambayo tunaishi. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, karibu sana katika hii video. Kama wewe ni mgeni na unaitazama kwa mara ya kwanza, nakukaribisha sana na kuomba subscribe, share kwa wengine nao wakapate darasa hili zuri kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaendelea kujifunza mambo mbalimbali ya kiroho, mambo ya kiasili. Mambo ni mengi kabisa, muda ni mchache, lakini tunaenda mdogo mdogo kujifunza hatua kwa hatua namna ya kutatua changamoto katika mazingira yetu. Ikiwa wewe ni mtu wa asili na unapenda vitu vya asili na kuchimbua asili, basi hapa ni mahala pako pa kujifunzia. Endelea kufuatilia chaneli yangu ili uwe mwanafamilia wa Dr. Mary, ambapo nitakuletea vitu vingi vizuri na vitu ambavyo vinaleta matokeo mazuri kabisa. Mambo ya kiasili yaweze kudumu na tuendelee kudumisha mila zetu katika mienendo ya Kiafrika. Mpendwa mtazamaji, huu unaouona katika hii video, huu mmea ni mti ambao wengi wanapanda katika mazingira ya majumbani bila kufahamu, lakini nakwambia huu mmea sio mmea mzuri. Ni mmea ambao una energy mbaya na huwa unapelekea kuleta matatizo katika baadhi ya familia. Ikiwa mmea huu mzizi wake utaingia katika nyumba yako, yaani wewe umeupanda nje, lakini mzizi wake ukipenya katika nyumba na kuzama ndani kwa kupitia chini ya udongo, basi huo mzizi utakuletea matatizo. Kwa sababu gani nakwambia? Yawezekana huo mzizi wewe unapolala ndipo mzizi uko chini yake, bila wewe kujua, unaendelea na maisha kama kawaida, lakini siku ipo utakuja kupata changamoto ambazo huwezi kujua hizo changamoto zimetoka wapi. Lakini huu mti huo unaachilia nguvu mbaya ya magonjwa, mifarakano, vifo pamoja na vitu vingi sana katika mambo ya kiroho. Miti hii mara nyingi hupandwa mbali kabisa na majumbani kwa ajili ya kuepusha mambo kama hayo ya matatizo katika familia. Kwa hiyo huu mmea kwa jina lingine wanaita ni mti wa matawi ya juu ya kuruka. Kwa hivyo mti huu sio mzuri sana kupanda karibu na nyumbani kwako, kwa sababu utakuletea matatizo baada ya muda fulani. Bila wewe kujua, utajikuta unapata majanga kadhaa katika maisha yako na katika familia yako. Kwa hivyo kuwa makini sana unapopanda maua katika nyumba yako na unapopanda miti ya kivuli katika nyumba yako, ili kuepuka changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza kwa kusababishwa na nguvu mbaya za miti. Kwa hivyo ni hayo mpendwa mtazamaji wangu. Elimu hii ya miti bado watu hawaifahamu wengi. Wengi wanapanda maua, akiona mwenzake kapanda basi na yeye anaenda kuchukua ua anakuja kulipanda nyumbani kwake bila kujua maana na huo mti, je, nguvu yake ipoje? Mtu anapanda tu ua nyumbani kwake bila kujua. Kwa hivyo jitahidi sana kuwa makini, usipande maua bila sababu za msingi. Usipande maua bila kuyafuatilia. Fuatilia maua, ili ua lina maana gani? Je, hili ua lina faida gani kiafya? Lina faida gani kiroho? Ndipo utachukua. Kama ni mti wa kivuli utapanda, kama ni ua la nyumbani kwako basi utapanda. Pia yapo maua ambayo yana nguvu mbaya, ambayo mengine yanaleta umaskini, mengine yanaleta mifarakano. Kuna maua ukipanda nyumbani kwako wageni hawaji. Kuna maua ukipanda nyumbani kwako huwezi kuzaa tena, yanaleta ukomo wa uzazi. Kwa hivyo mambo ya miti yafuatilie sana kwa umakini, ili uweze kujua nguvu zake na mambo mbalimbali
ya maana halisi ya miti na faida zake. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary. Karibu katika ofisi yetu uweze kupata huduma za miti, tiba, ushauri na kila tiba unayoitaka wewe ipo inapatikana. Mambo ya uchunguzi wa ramli pamoja na mambo ya kusafisha nyota na mwili na kila kitu utakipata katika ofisi yetu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, nakukaribisha sana. Tunapatikana Buza, Dar es Salaam. Bonyeza alama kujumlisha 255 787 23 20 81. Popote ulipo utapata huduma na ushauri, na karibu sana.